Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti ya Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni vyama 12 vya sifu ripoti ya Chande, vyabongeza kuwekwa hadharani, vyataka msajili aitishe kikao waijadili. Habari kamili ni katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Waajiri sekta binafsi waonywa michango, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Moto wasababisha hasara ya bilioni 200 Njombe, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Madini yanemesha Tanzania, thamani ya mauzo nje juu 31%, mchango pato la taifa ongezeka, habari kamili ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Kuwekeza kwa vijana muhimu kwa uimara wa taifa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Serikali kusambaza pembejeo za korosho za bilioni 150, habari katika ukurasa wa 15. Ajali ya basi ya watatu, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Chadema mpya, mwelekeo mpya. Kamati kuu ya kutana baada ya siku 309 za giza nene, wadau wakipa njia ya kupenya kubaki kwa wananchi, habari katika ukurasa wa 4. Nukuu ya Amani Gurugwa, naibu katibu mkuu Chadema, inasema baadhi ya mali za chama kama vifaa vya muziki vimeharibika na magari pia yameathirika kwa kukaa muda mrefu bila kutumika. Hata hivyo, kupitia kikao hiki cha kamati kuu tutafanya tathmini ya jumla na baadaye kutoa majawabu. Hatua za kufuata matibabu bure kwa wajawazito, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 14. Tusikubali katiba mpya kugeuka donda ndugu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6. Serikali kuwanufaisha wazawa sekta madini, huduma za bidhaa 20 kwa ajili ya wazawa zatangazwa, huku mikakati ya kuinua na kukuza mapato ikianza kutekelezwa, habari kamili ni katika ukurasa wa 2. Bilioni 714 kiasi ambacho wizara imeomba kwa ajili ya bajeti ya mwaka 2026-2027 bungeni jana. Kitanzi chaja kwa waajiri wasiopeleka michango ya wafanyakazi. Serikali imeagiza waajiri kulipa michango ya utumishi wao katika mfuko wa hifadhi kwa wakati na kusisitiza kuwa wasiolipa makato hayo wafuatiliwe na sheria ichukue undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 7. Mapya asasi za kiraia zikichambua ripoti ya Jaji Chande, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa 2. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika.
Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni tukta yaonyesha kidole waajiri wa sekta binafsi, yawataka kutekeleza amri ya nyongeza ya kima cha chini cha mishahara kwa wafanyakazi. Lengo ni kuongeza morali kazini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Wizara ya Madini yajivunia mafanikio uongozi wa Samia. Habari katika ukurasa wa 4. Profesa Shemdoe amshukuru Dr. Mwigulu kwa kutatua kero. Habari katika ukurasa wa 3. Tanzania mguu sawa kushirikiana na Hispania. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Maridhiano yaliponye taifa kudumisha amani. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Serikali yaendelea kuchukua hatua miamala ya simu. Habari katika ukurasa wa 2. Matumizi ya kijeshi duniani yafikia dola trilioni 2.9. Habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika Balozi Nchimbi asisitiza umuhimu wa mshikamano. Habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni ripoti ya Jaji Chande, wadau waibuka na mapendekezo 10, asasi 14 za ichambua zikishauri serikali lipe fidia kwa waathirika, zagusa pia maridhiano na mchakato wa katiba mpya. Habari katika ukurasa wa 2. Nukuu ya Dr. Zaveli Loitama ikisema mchakato wa maridhiano ya kitaifa unapaswa kuwa jumuishi, ungehusisha makundi yote muhimu ya kijamii na kisiasa na uongozi na utashi wa kweli wa kisiasa ili kufikia suluhisho la kudumu. Ripoti ya Dr. Anna Henga ikisema ripoti ya tume imetambua sababu mbalimbali zinazochangia zikiwemo changamoto ya kisiasa, ikiwemo changamoto za kisiasa, kiuchumi na kijamii. Baadhi ya sababu hizo ni madai ya katiba mpya, ukosefu wa ajira. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2. Wageni wapigwa marufuku huduma 20 sekta madini. Habari katika ukurasa wa 3, 11, 12, 13 pamoja na ukurasa wa 14. Mradi wa Nobium kuingiza trilioni 2. Gazeti hili limeandika mambo mbalimbali wizara ya madini ikiwemo 7,900 zaidi ya ajira 7,900 za Nokia, dola bilioni 1.77, dola bilioni 5.401. Mauzo ya madini nje yapaa kwa 31.1 kufikia dola bilioni 5.491 mwaka 2025. Sekta ya madini inachangia zaidi ya 10% kwa pato la taifa. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Kizunguzungu cha tikisa tiba ya Muhimbili. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Vigogo Chadema wajifungia kujadili hoja nyeti za kitaifa. Habari katika ukurasa wa 18. Korti ya mtangaza aliyotoweka miaka 5 kuwa ni mfu. Habari katika ukurasa wa 4. Ajali nyingine ya basi yakatisha uhai wa watu 3 Same. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kuvumiliana muhimu. Ni kauli ya makamu wa rais Dr. Nchimbi aliyotoa juzi katika tamasha la usiku wa Mtanzania. Pia asisitiza mshikamano, asema huu ni msimamo wa Rais Dr. Samia kwa vijana kuhusu kushikamana kulinda umoja na amani nchini. Habari katika ukurasa wa 2. CCM yafichua uhusiano wake na CNDD-FDD. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Dr. Malasusa awasihi viongozi wa dini kuiombea nchi amani. Habari katika ukurasa wa 6. Dr. Mwigulu atimiza ahadi ya bodaboda 10. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Watumishi wawili MSD wameangukia DPP. Habari katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Mavunde aweka mezani vipaumbele 8 madini. Habari katika ukurasa wa 6. Hotuba ya Wizara ya Nishati inapatikana kwenye ukurasa wa 7 hadi ukurasa wa 14. Zanzibar Leo kwa ukweli na wazi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Nchimbi, mshikamano utaulinda muungano. Habari katika ukurasa wa 2. Ziara ya mfalme wa Uingereza ipo kama ilivyopangwa Marekani. Habari katika ukurasa wa 9. Watendaji taasisi za umma binafsi washajiishwa kuchangia damu. Habari katika ukurasa wa 3. TBS yazipongeza taasisi zilizofanya vizuri EAC SADC. Habari katika ukurasa wa 6. CAG ahimiza mshikamano kuimarisha mfumo wa habari katika ukurasa wa 3. Waziri Sharif maonesho ya Mei Mosi jukwaa la kukuza ajira. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, na mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni tuanze na kipi? Timu za Simba na Yanga na vikosi viwili. Kikosi cha kwanza cha Simba kikianza na Kasari, Kapombe, Toure, Rushain
Kibabage. Eneo la ulinzi kiungo ni Kante na Kagoma. Viungo shambuliaji ni Guaya, Chama, Oura na mshambuliaji ni Mwalimu, wakati kikosi cha kwanza cha Yanga kikiwa na golini Diara, Mwenda, Nondo, Baka, Zimbwe Junior. Viungo ni Damaro na Abuya, wakati viungo shambuliaji ni Maxi, Okelo, Pakome pamoja na Prince Dube. Lakini pia vipo vikosi vya pili vya Simba Sports Club pamoja na Yanga Sports Club. Yanga na Simba zimebeba kombe la Muungano mara moja tangu kurejea kwa michuano hiyo mwaka 2024. Aprili 29 ni dabi Yanga dhidi ya Simba saa 2:15 usiku Amani Complex Zanzibar. Mechi nyingine ni Mei 3 saa 12 jioni uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo, Dar es Salaam. Dabi nyingine ya Kariakoo. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani. Hakuna kulala usiku wa UEFA. PSG dhidi ya Bayern leo Jumanne saa 4 kamili usiku. Atletico Madrid dhidi ya Arsenal saa 4 kamili usiku. TPL April 30 ni Mbeya City dhidi ya Mashujaa saa 10:15 jioni. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye limeandika waamuzi wa Morocco waja kuchezesha Yanga Simba. Mwamuzi Hamza El Fariki kutoka Morocco atachezesha pambano la watani wa jadi Simba Yanga ligi kuu soka Tanzania bara, uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, Dar es Salaam, Jumapili wiki hii. Serikali ya koshwa kasi ujenzi wa barabara AFCON. Habari katika ukurasa za ndani. Beka hesabu zote Yanga, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Gazeti limeandika Fei Toto au kubali muziki wa Yanga, habari katika ukurasa wa 23. Zaidi ya watoto 1000 kushiriki karate da, habari katika ukurasa wa 23. Tunatazama sasa gazeti Nipashe mwanga wa jamii, lenye limeandika Simba Yanga dabi 2 mfululizo miaka 25 iliyochezwa ndani ya siku chache zaidi ni ya mwaka 2000, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Azam FC wazee wa sare ligi kuu bara, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo umeandikwa ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tumaliza na ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima, lenye limeandika fainali kombe la mapinduzi, Dube Mwalimu mchuano mkali, Simba dhidi ya Yanga ni Amani Unguja. Lakini pia gazeti hili limeandika 2 idadi ya mechi walizocheza wachezaji hao kombe la Muungano. Wa Morocco watajwa kuamua Simba Yanga, habari katika ukurasa wa 23. Ibrahim Class afichua siri, habari katika ukurasa wa 21. Nusu fainali mabingwa Ulaya PSG dhidi ya Bayern Munich ni leo saa 4 kamili usiku, Parc des Princes Ufaransa. Mkenya andika historia Uingereza, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Buriani Hashim Kambi, habari ni katika ukurasa wa 23 wa gazeti hili. Uhuru limeandika Xavi Simons amwaga machozi kukosa kombe la dunia, habari katika ukurasa wa 22. Hapatoshi knockout ya mama, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Na gazeti Uhuru linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.